Naitwa Japhet Ngaironga Asunga, mbunge wa Vwawa na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali. Leo kamati yetu imekuja kutembelea maendeleo ya ujenzi wa jengo la Wizara ya Ardhi katika eneo hili la Mtumba, ambapo tulikuja kuangalia namna fedha za serikali zilivyotumika, na hasa kwa kuzingatia kwamba karibu zilitengwa bilioni 29, bilioni 27 kwa ajili ya mkandarasi na bilioni karibu takriban 2 hivi kwa ajili ya kumlipa mshauri mwelekezi. Kwa hiyo tulitaka kujua, je, hizo fedha zimefanya nini? Na leo tumeshuhudia ujenzi wa jengo unaendelea vizuri, liko 95% kukamilika na liko kwenye viwango vizuri sana. Kwa ujumla kamati yetu imeridhishwa sana na maendeleo ya ujenzi wa hili jengo vizuri sana, na tumeipongeza wizara kwa kusimamia vizuri pamoja na mkandarasi na mshauri mwelekezo kwa kufanya kazi vizuri. Tumeona kazi ni nzuri sana. Jambo la pili, tumempongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwezo wake, maamuzi yake ya kutoa fedha nyingi bilioni 29 ili wizara hii iweze kupata ofisi za maana na za kisasa katika eneo hili. Kwa hiyo sisi tunampongeza sana kama rais, tunamtakia kila la heri, tunamtakia afya njema, tunamshukuru kwa utoaji wa fedha hizo, na sisi kama kamati ya bunge tumeona fedha zinaendelea vizuri, zinatumika vizuri, mradi mzuri, unapendeza, hata mazingira ya nje yanapendeza. Kwa hiyo tunampongeza kwa kazi hiyo. Tumeagiza wizara wahakikisha kwamba wanamsimamia mkandarasi kuhakikisha kwamba muda uliobaki anakamilisha ujenzi wa vitu ambavyo bado kidogo havijakamilika. Kuna maeneo machache ambayo bado hajakamilisha. Kuna baadhi ya kazi. Tunataka zikamilishe mapema ili mwezi huu kiisha, basi wizara iweze kuhamia hapa na kuweza kuanza kulitumia hili jengo. Kwa jina naitwa Architect Weja Ngolo, natoka Wakala Majengo Tanzania. Sisi ndo wasimamizi wa mradi huu. Tunashukuru kwa ujio wa kamati ya bunge. Kuna maelekezo kadhaa wameyatoa, na sisi kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kusimamia shughuli zote zinazotekelezwa na mkandarasi. Tutamsimamia mkandarasi ili angalau tutimize adhima ya kamati ya bunge kwamba mkataba unapoisha basi na mshtiri aweze kuhamia kwenye jengo lake. Kwa hiyo kuanzia leo sisi tutakufanya kazi bega kwa bega na mkandarasi ili angalau kweli watakaporudi tena wakute tayari mshtiri ameshahamia. Lengo ni kuhamia tarehe 11 mwezi huu, lakini ukiangalia kazi iliyobaki nafikiri tutatekeleza, na hata kama itachelewa basi itakuwa wiki 2 ambayo itakuwa ndani ya muda wa matazamio. Kwa hiyo tutatekeleza kama ilivyoelekezwa. Mmoja anaitwa Engineer Peter Mwesabura, ni meneja miradi wa shirika la nyumba taifa katika mji wa serikali. Tunapenda kuishukuru kamati ya hesabu za serikali kwa kutembelea, na kwa kweli tunashukuru kwa maana wamekuja kuangalia thamani ya pesa ambao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameitoa kwa ajili ya kuwekeza hapa katika mji wa serikali. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kila wakati kuja kutembelea na kutoa ushauri wa namna ya kukamilisha hii miradi. Kama maelekezo yaliyotolewa na kamati hii, tunaahidi kama wakandarasi kwamba kwa niaba ya management na bodi kwamba tutakwenda kutekeleza yale yote ambao wameelekeza kamati hii ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Sera ambayo tumezindua hapa juzi ambayo ilizinduliwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja ya jambo kubwa ambalo tunakuja nalo katika sekta ya ardhi ni kubadilisha maeneo chakavu. Hivi ninavyoongea tumeidentify maeneo 111 nchi nzima, na Dar es Salaam maeneo 30 tunakwenda kufanya urban renewal.